Jeshi la Iran lasema medani mpya za mapambano zitafunguliwa ikiwa adui atatumbukia katika mtego wa Israeli. Jeshi la Iran limeonya kuwa iwapo adui ataanguka tena katika mtego wa Israeli na kuanzisha uchokozi mwingine dhidi ya Iran, jeshi la taifa litafungua medani mpya ya mapambano kwa kutumia zana na mbinu mpya. Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia, msemaji wa jeshi la Iran, amesema haya katika mkutano wa hadhara kwenye uwanja wa Vali Asri mjini Tehran. Anasema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiwezi kuzingirwa au kupata kipigo, ameongeza kusema Jenerali Akraminia. Iwapo adui atathubutu kufanya upumbavu mwingine na kuanguka tena kwenye mtego wa utawala wa Kizayuni wa Israeli na kuanzisha tena uchokozi mwingine dhidi ya nchi yetu pendwa, tutafungua medani mpya kwa kutumia zana na mbinu mpya, amesema msemaji wa jeshi la Iran. Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia pia amewasilisha ripoti kuhusu hatua zilizochukuliwa na vikosi vya ulinzi vya Iran na kusema jeshi limetumia kipindi cha usitishaji vita kama fursa kuimarisha nguvu zake za makabiliano vitani. Brigedia Jenerali Akraminia amesema vikosi vya ulinzi vya Iran vinadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kwamba hali ya mambo katika njia hiyo ya kimkakati ya majini haitarejea katika hali yake ya awali. Vilevile timu za upelelezi za Iran zimefanikiwa kusambaratisha seli 4 za wanamgambo wa Kitafkri wenye mfungamano na utawala wa Israeli katika mkoa wa Sistan na Baluchistan, kusini mashariki mwa Iran, mkoa unaopakana na Pakistan. Wizara ya Intelijensia ya Iran ilitangaza kwenye taarifa yake siku ya Jumanne kwamba wanachama 19 wa seli zenye uhusiano na shirika la ujasusi la Israeli Mossad wamegunduliwa na kukamatwa katika mkoa wa Sistan na Baluchistan kufuatia operesheni kadhaa kubwa zilizofanywa na idara ya intelijensia ya Iran. Mamluki hao wa Israeli walikuwa wakipanga kufanya hujuma na ugaidi, lakini walikamatwa kabla ya kufanya lolote. Taarifa ya Wizara ya Intelijensia ya Iran imeeleza kuwa katika operesheni hizo kubwa, timu za ujasusi zimekamata kiasi kikubwa cha silaha nyepesi na nzito, ikiwa ni pamoja na bunduki ya aina ya DSHK M193-8, maguruneti kadhaa, bunduki 5 aina ya Kalashnikov, bastola 6 na idadi kubwa ya risasi na kuendelea. Wizara ya Intelijensia ya Iran imeeleza kuwa magaidi waliokamatwa si wa Iran. Watu hao walisajiliwa na makundi ya kigaidi ya Tafkri yenye makao yake katika nchi jirani za mashariki mwa Iran na walipewa mafunzo ya jinsi ya kufanya mashambulizi ya mabomu. Vilevile jeshi la Iran limeonya Jumanne kwamba litafungua maeneo mapya ya mashambulizi dhidi ya Marekani ikiwa itaanza tena mashambulizi. Wakati huo huo, Qatar imesema mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyosimamiwa na Pakistan yanahitaji muda zaidi kufikia makubaliano, siku moja baada ya Rais Trump kusema kwamba ameahirisha mashambulizi yaliyopangwa ili kutoa nafasi kwa mchakato huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Doha kwamba wanaunga mkono juhudi za kidiplomasia za Pakistan ambazo zimeonyesha umakini katika kuzileta pamoja pande zote na kutafuta suluhisho, na wanaamini zinahitaji muda zaidi. Ishara ya Donald Trump kulegeza kamba mara kwa mara dhidi ya Iran. Je, ni ishara ya kulemewa mbele ya Iran au ni uoga? Kwa mujibu wa Paris Today, Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara ya 11 kwenye kipindi cha wiki chache tu amerudia tena majigambo yake ya kuishambulia Iran, lakini baadaye anatafuta kisingizio cha kuahirisha kushambulia. Rais huyo wa Marekani mwenye ugonjwa wa wasiwasi, majigambo na kujiamini kupita kiasi, kwa mara nyingine siku ya Jumatatu alilazimika kulegeza tena kamba katika vitisho vyake vya kufanya shambulio kubwa dhidi ya Iran siku ya Jumanne, kisingizio kilichotumiwa mara hii na Trump kujaribu kuhalalisha kushindwa kwake kuanzisha vita vipya dhidi ya Iran. Ni madai yake kwamba viongozi wa nchi za Kiarabu wameomba mazungumzo na Iran yaendelee. Mtindo huu wa kuweka tarehe za mwisho ya kushambulia na kutoa matamshi makali na vitisho vya kijeshi, lakini hatimaye kurudi nyuma, umekuwa ukirudiwa mara nyingi na Trump, kiasi kwamba sasa hauhesabiwi tena kuwa ni mkakati wa kijeshi, bali umekuwa ni ushahidi wa kulemewa na kukata tamaa Trump mbele ya Iran. Wiki 5 za mashambulizi makubwa ya pamoja Marekani na utawala pandikizo wa Israeli yameshindwa kufikia malengo yoyote yaliyotangazwa na Washington. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kijeshi wa Magharibi wameyaelezea mashambulizi hayo kwa ni mashambulio makali zaidi kuwahi kufanywa katika eneo hili tangu baada ya vita vya Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, pamoja na kwamba mashambulizi hayo yalikuwa makubwa sana, lakini Iran haijaacha mpango wake wa amani wa nyuklia wala makombora yake ballistic unaendelea kuunga mkono kwa nguvu zote mukawama wa Gaza, Lebanon na Yemen, na ushawishi wake si tu haujapungua katika eneo hili, bali pia umepanua mipaka yake na kuenea maeneo mengi zaidi. Ukweli huu mchungu kwa Pentagon unaonekana hata katika ripoti za siri za kijasusi za Marekani. Kwa mujibu wa tathmini ya shirika la kijasusi la Marekani CIA na Wizara ya Vita nchi hiyo, Pentagon
Iran bado ina takriban 70% ya uwezo wake wa makombora iliyokuwa nao kabla ya vita vya Ramadhani. Si hayo tu, bali pia kizazi kipya cha makombora ya Iran ya kupiga na kusambaratisha meli pia kimejaribiwa kwa mafanikio na kupelekwa mstari wa mbele kulinda lango bahari la Hormuz. Lakini jambo kubwa na muhimu zaidi katika mlingano huu ni kwamba Iran ina silaha kubwa ambayo hakuna hata mmoja wa waathiriwa wa awali wa sera ya kibeberu za Trump, kama vile Venezuela aliyekuwa nayo. Naam, hiyo ni silaha lango bahari la Hormuz. Hicho ni kikwazo kikubwa ambacho Marekani ilidhani kwamba kwa kuweka meli zake za kivita upande wa pili wa lango hilo itaidhuru Iran, lakini sasa imekwama kwenye kinamasi cha Hormuz kutokana na Jamhuri ya Kiislamu kufunga kikamilifu lango hilo na kuruhusu tu kupita meli inazotaka. Usafiri wa meli za mafuta kupitia lango bahari la Hormuz umesimama huko masoko ya kimataifa yakiendelea kupokea mshtuko mpya kila siku. Mafuta ghafi ya Brent yamepanda kwa zaidi ya dola 110. Wachambuzi wa Wall Street wanaonya kuhusu kusambaratika usalama wa mafuta duniani. Lakini zito zaidi ni kwamba mashinikizo yanarejea haraka Marekani. Mfumuko wa bei wa kila mwaka wa 3.8 na petroli kwa dola 4 kwa pipa imemtumbukiza Trump katika shimo la hatari kubwa wakati huu wa kuelekea kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula. Sasa kwa kuzingatia yote hayo, hatua ya Trump ya kuendelea kulegeza kamba haipaswi kufikiriwa kwamba inatokana na kuheshimu viongozi wa nchi za Kiarabu, bali ni hofu yake ya kushindwa vibaya zaidi katika vita vya pande zote. Wachocheaji wa vita huko Washington wanaozungumzia kukivamia kisiwa cha Karg au kupora akiba ya urani ya Iran wanadhani kwa ujinga wao kwamba Jamhuri ya Kiislamu itakata tamaa na itafunga mikono na haitotoa majibu ya haraka. Lakini makamanda wa medani ya mapambano wa Iran wamesisitiza kwamba wako tayari muda wote na sekunde yoyote kutoa majibu makali zaidi na ya haraka zaidi ya uadui wowote ule. Iran inasema kama adui atafanya kosa jingine lolote la kuivamia ardhi yake, majibu ya Jamhuri ya Kiislamu hayatakuwa kupetua maeneo ya kijeshi ya Marekani katika eneo hili, bali kila atakayeruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Iran hatosalimika. Na hii ndio maana washirika wa kikanda wa Washington wakaitangazia wazi Marekani kwamba wanaogopa matokeo ya vita vya pande zote. Ni muhimu kukumbuka kwamba Trump mwenyewe ameshajua kwa yakini kwamba kuendelea na vita vya kijeshi kutapelekea azidi tu kukwama kwenye kinamasi cha matope yanayonasa zaidi. Awali Trump alikuwa ametabiri kuwa vita vya Ramadhani alivyovianzisha vitachukua wiki 4 hadi 5, lakini huu sasa ni mwezi wa 3 na bado hajafikia ushindi alioahidiwa. David Shenker, naibu waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, anasema kuwa hali iliyomkumba Trump hivi sasa ni mkwamo kwa maana yake halisi, na kwamba rais huyo wa Marekani anaogopa kuingia kwenye vita kamili. Kiujumla ni kwamba kilichopo leo hii ni kushindwa vibaya Marekani na utawala kizayuni na vibaraka wao. Vitisho na kurudi nyuma mara kwa mara kunazidi kumfedhesha tu adui. Adui hataki kukiri nguvu kubwa za Iran, lakini ukweli ni kwamba haijalishi Trump ataendelea mara ngapi kutishia kuanzisha vita na alafu kurudi nyuma. Lililo muhimu ni kwamba Iran imejipanga kutoa majibu makali zaidi kwa uchokozi wa adui. Maadamu Iran inaendelea kutumia vizuri nafasi yake ya kijiografia kama lango bahari la Hormuz, mukawama na ustahimilivu wa kimkakati, Marekani kamwe haitakuwa na njia rahisi ya kutoka kwenye mgogoro huu wa kihistoria iliyojitumbukiza ndani yake, isipokuwa ikubali ukweli kuhusu nguvu za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni The Rich Voice.